Marekani imepoteza ndege nyingine ya kivita huko Yemen. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari. Ndege aina ya FA-18 imeripotiwa kuanguka kutoka kwa shehena ya USS Harry S. Truman katika Bahari Nyekundu. Hii ni ndege ya pili katika muda wa wiki moja tu Marekani kuipoteza katika eneo hilo. Jeshi la wanamaji la Marekani limepoteza ndege hiyo nyingine ambayo imebutuliwa na Wahuthi wa Yemen, ambao katika kipindi cha hivi karibuni walikuwa katika mpango wa makubaliano kusitisha mapigano kati yao na jeshi la Marekani. Jeshi la wanamaji la Marekani limepoteza ndege nyingine ya kivita katika Bahari Nyekundu, ikiwa ni tukio la pili kuhusisha ndege aina FA-18 kutoka katika meli ya USS Harry S. Truman katika muda wa wiki moja tu, na hasara ya tatu kama hii tangu Washington imarisha operesheni zake dhidi ya wapiganaji hao wa Kihuthi wa Yemen. Inasemekana kuwa ndege hiyo ilitumbukia baharini baada ya kupata hitilafu ya kukamatwa ilipokuwa ikijaribu kutua kwenye Karia na kuwalazimu marubani na afisa wa mifumo ya silaha kuondoka. Shirika la habari la CNN limeripoti tukio hilo kwa mara ya kwanza siku ya Jumanne, likinukuu vyanzo vingi vinavyofahamu suala hilo. Ukamataji haukufaulu na kusababisha ndege kuvuka. Ndege zote mbili zilitolewa salama na waliokolewa na helikopta iliyopewa na kikosi maalum cha kupambana na bahari cha helikopta 11. Afisa wa ulinzi ambaye hakutajwa jina aliambia USNI News. Waendeshaji wa ndege hiyo walitathmini na wafanyakazi wa matibabu na kutathmini kwamba walipata majeraha madogo na hakuna wafanyakazi wengi ambao walijeruhiwa, licha ya kwamba kuna taarifa za ndani kwamba kuna uwezekano kuna ambao walifariki kutokana na ajali hiyo ya ndege ya Kimarekani ambayo ilidumbukia katika Bahari Nyekundu huko Yemen. Wahuthi wa Yemen waliamua kufanya mashambulizi dhidi ya ndege za Kimarekani, na ni wakati ambapo Marekani wakati huu wameona hakuna namna ya kuendelea na vita, na hivyo wakafanya mazungumzo baina yao na wapiganaji hao wa Kihuthi kwa nchini Yemen. Wiki iliyopita tu ndege ya FA-18 ilianguka katika meli ya Harry S. Truman wakati wa kuruka na kuepusha milipuko ya makombora ya Wahuthi, na ni katika tukio tofauti la Desemba mwaka uliopita. Ndege ya FA-18 ilidunguliwa kimakosa na meli ya SS Harry S. Truman muda mfupi baada ya kurusha kutoka ndege hiyo kwa ajili ya mashambulizi ya mabomu dhidi ya walengwa wa Wahuthi nchini Yemen. Lakini Wahuthi walikiri kusema kwamba ndege hiyo ilibutuliwa na wao wenyewe na si ajali kama ambavyo Marekani ilidai. Kila ndege ya FA-18 Super Hornet inagharimu kati ya dola milioni 60 hadi dola milioni 70 kulingana na makadirio ya Pentagon. Wahuthi pia wamedai wameangusha zaidi ya ndege 12 za MQ-9 Reaper katika mwaka uliopita hadi wakati huu, na kila moja ikiwa na thamani ya takribani dola 30 milioni. Ndege hizi ambazo zote zimeangushwa na Wahuthi ni ndege hatari za kivita na ni ndege ambazo kimsingi wa Marekani wanazitegemea sana katika mapambano, na ni ndege ambazo zina gharama kubwa sana. Marekani imepigana mara kwa mara na Wahuthi tangu kundi hilo lilipoanzisha kulenga meli za Marekani katika Bahari Nyekundu mwishoni mwa mwaka 2023, likidai kutenda kwa mshikamano na watu wa Palestina wakati wa kampeni ya kijeshi ya Israeli huko katika ukanda wa Gaza. Kundi la washambuliaji la meli ya S. Truman limeanzisha mashambulizi mengi ya anga dhidi ya Yemen kama sehemu ya operesheni kubwa za Marekani na Uingereza. Hata hivyo, siku ya Jumanne, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitangaza kwamba Washington itasitisha mara moja kampeni yake ya mashambulizi ya mabomu, ikidai Wahuthi wamesalimu amri. Lakini Wahuthi nao wanasema ni Marekani ambayo imesalimu amri na imedai haitoweza kufanya mashambulizi dhidi yao, na hawakutaka tena makabiliano. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, Oman ilithibitisha kuwa ilikuwa imepatanisha na kuleta makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kati ya Washington na Wahuthi, na pande zote mbili kuahidi kutolenga mtu mwingine katika bahari ya Shamu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.